Sasa Paulo anawaambia Warumi, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo ya kumpendeza na ukamilifu. Hili neno kugeuzwa kwenye tafasiri za kibiblia inasema mbadilisho kabisa. Kwa hiyo sio swala la kugeuzwa tu, ni swala la kubadilishwa kabisa. Kwa hiyo Paulo anasema mbadilishwe kabisa, si kurekebishwa juu juu. Tunabadilishwa kabisa, sio kurekebishwa juu juu. Tujiulize, ni mara ngapi katika kuishi kwetu tumeshiriki katika mambo ambayo nafsi yako inakwambia haya sio, lakini kwa sababu jamii ninayoishi inaniambia haya ndio, ninayachukua kwa sababu watu watanionaje. Lakini tunapaswa kugeuzwa nia zetu, tubadilike, kwa sababu unapompokea Yesu haubaki wewe, unakuwa kiumbe kipya ambacho kilikuwa kijakuwepo katika ulimwengu wa roho. Unapewa viwango vya kimungu. Sisi ndio tunakusudiwa kutembea katika viwango vya kimungu, ndio tunapaswa kuleta habari njema. Mungu anasema nini? Ndio tunapaswa kuleta majibu katika nchi, majibu yanayotokana na Mungu. Sisi sio watu ambao tunaishi kwa viwango vya chini. Inapaswa tufikie hatua vitu vingine ukatae katika maisha yako. Kuna mtu mmoja akatumwa kwenda kununua dawa sehemu. Alipoenda wakampa dawa ambazo hazijafungwa, hazina kiziba, hazionyeshi expiry date. Ziliporudishwa, yule mtu anamwambia, kwani kwenye kikopo umehesabu kuna dawa ngapi? Sisi si watu wa kuhesabu kwenye kikopo kuna dawa ngapi. Halo, sijui kama unanielewa. Sisi ni watu wa viwango. Tunapaswa kuweka viwango kuanzia vitu vidogo vidogo tunavyoviona katika maisha yetu, ili viwango vikapate kukua. Bila kuishi katika viwango hauwezi kufika unakotaka kwenda. Unakuja unarubuniwa kwa rushwa. Weka viwango. Viwango vyangu ni kwamba sipokei rushwa. Itakuja itapotea. Itakapopotea, Bwana atakutendea kwa namna nyingine, kwa sababu kwani wewe ni mtu wa rushwa. Yaani unahitaji rushwa ili ufanikiwe, au unahitaji Mungu ili ufanikiwe? Ukipima tumeitwa kwa namna gani? Ninahitaji support ya mtu ili nifanikiwe, au unahitaji msaada wa Mungu ili nifanikiwe? Kwani msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu utatoka kwa Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Hautoki kwa mwanadamu. Ninapaswa kujiwekea viwango. Ninapaswa kuishi viwango. Ninapaswa kujua dunia inasemaje. Ninapaswa kusema neno la Mungu kujua neno la Mungu linasemaje. Nikiishi maisha hohehahe, asubuhi mpaka jioni sina muda wa kusoma Biblia. Siku hizi kuna Biblia unaweza ukaweka kwenye masikio ukasikia. Unatembea wewe, badala ya kusikia muziki sawa, hata kama ni muziki ya Injili, umesikia. Lakini kuna neno la Mungu ambalo hujasikia. Si ubadilishe usikie kitabu cha Mathayo kinasemaje? Si andiko linasema heri yake asomaye na asikiaye? Kwa nini usiende kwenye sehemu ya kusikia ili maisha yako yakapate kugeuzwa? Utamsikiaje Roho Mtakatifu kama hausomi neno la Mungu? Utotofautishaje kati ya manabii wa uongo na manabii wa kweli kama huna muda na Mungu? Utatofautishaje maisha yako kama wewe kila siku ukienda mbele za Mungu, tuko mbele za Mungu wakati wote. Ninamaanisha ukianza maombi, unaanza Baba asante kwa sababu mimi nimeokoka, mimi ni mtakatifu, mimi naenda mbinguni. Baba hebu waombee hawa wanaoombea, bila kujiscreen wewe mwenyewe. Screening inapaswa ianzie kwako. Nifanye tafakari ya maisha yako. Ukiruhusu Roho Mtakatifu akuchunguze, Biblia inasema Roho Mtakatifu anao uwezo wa kukufunulia yaliyofichika ndani mwako. Yamkini huyajui yalitokea lini.
ukikaa magotini, ni muda gani unatumia kumwabudu Mungu na kumwambia wewe ni Mungu, wewe unastahili, na nyenyekea kwako, nitengeneze upendavyo. Ukasalenda. Lini umesalenda? Ukatumia muda wa kusalenda. Ukitumia muda wa kujiachilia mbele za Mungu na muda unaotumia kuomba mahitaji yako, ni muda gani ukichukua uwiano? Ni muda gani Mungu anapata nafasi katika maisha yako? Unataka kuona matokeo. Kumbuka, wewe sio wa dunia hii. Haleluya. Amen. Sisi sio wa dunia hii. Sisi ni wapitaji tu. Tuko katika miili yenye kuharibika kama miili ya mtu mwingine yeyote, lakini ndani mwetu kuna upya ambao hatuwezi kuuelezea wala hauna mfano. Mtu mmoja akaniambia jinsi anavyotumia muda mrefu huyo mtu katika kujiachilia mbele za Mungu, ndivyo anavyoendelea kujiona ndani mwake kwa mwanga. Mwanga sijui alikuwa anamaanisha nini. Mwanga, anaendelea kujiona ndani mwake kwa mwanga, kama mwanga unaomulika karatasi nyeupe ndani ya maisha yake. Sasa mtu wa jinsi hiyo, tukisia alichokisema ndicho kilivyo. Hana neema kiasi gani? Anasimamaje? Atatembeaje? Atafauluje? Wengi wetu tunashiriki kwenye ibada sawa ni sawa kwa sababu ndivyo ilivyo. Tunaenda kushiriki kwenye ibada za hitima ambazo zinaenda kushirikiana na ibada nyinginezo. Alafu tunasema tunashiriki kwa sababu nisipofanya hivi watu watafanyaje, watanionaje? Mimi nilikataa. Tangia nilipompa Yesu maisha yangu, nikawaambia huku no. Mimi maisha yangu ni hivi. Hawakunielewa, walinichukia, waliniona ninajidai, wakaniweka kwenye magrupu walikoniweka. Lakini baada ya muda sasa wakipata changamoto wanauliza mchungaji uko wapi? Mchungaji kuna tatizo. Vitu vingine wakitaka kufanya kwa katika ukoo mkubwa, wanafanya kivyao tu. Hata kuna magrupu ya ukoo yale. Kuna magrupu ya ukoo. Basi mpaka wameunda na magrupu mengine ambayo hawajaweka mchungaji. Ni kwa nini? Ukiniweka na kukemea, siwezi kuacha kuona mtu anapotea. Yaani nikanyamaza. Ukinishirikisha nitakwambia hii haiko sawa. Kwa sababu hatupaswi kujifananisha. Uraia wetu ni wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu, sisi tumeitwa, pamoja na kuitwa kwa namna hiyo, tumeitwa viwango vyetu. Baadaye nitaisema viwango vyetu. Lakini cha kwanza hatupaswi kujifananisha. Yaani cha kwanza, jitenge na dunia. Hivyo ulivyo jitenge tu na dunia. Unaona? Kama ni kijana, njoo kwenye kundi la vijana na upuzi wako ulionao wewe, nenda tu. Usijitenge kwa sababu vijana watakuona wewe ni mtenda dhambi, wewe nenda tu. Na nyie vijana mlioko huko viongozi, mnapowapata watu kama hao, kama mwezi kuwasaidia, ndio maana wachungaji wapo kuweza kuwasaidia. Kanisa ni mwili, ni muunganiko. Anayekosea tunapaswa kumrudisha. Tena tunapaswa kumrudisha kwa upendo na upole, alione penzi la Kristo. Walokole siku hizi tunataka kuwa mimi nimeokoka, wewe umetenda dhambi, kama mtumishi kula alikokaa huko kiti cha wanaotengwa. Ndugu yangu, unaweza ukamtenga mtu mwenye mahusiano na Kristo, alafu ukamwacha mtu asiyekuwa na mahusiano na Kristo, kwa sababu unaona kwa jicho la nyama. Bahati mbaya, ninasema bahati mbaya, ni wachache wanaoona kwa jicho la mwilini, kwa sababu ya muda wao mwingi wanaotumia kwenye mahusiano yao na Mungu. Kwa hiyo Mungu anaopa upendeleo wa kuona yaliyofichika. Tofauti na hapo,
tutazungumza tunayosikia. Nimesikia habari zako, nikaunganisha na za huyu, alafu nikatunga story ya yule, alafu nikaisema, utafikiri mimi nilikuwa shahidi mwaminifu katika hayo. Alafu nimesahau kwamba kila neno litakalo neno duniani, liwe na maana lisiwe na maana, siku ya hukumu tutalitolea maelezo. Liwe na maana lisiwe na maana, siku ya hukumu tutalitolea maelezo. Tujitanabahishe. Kwa mfano nitatoa kwenye familia, tulio katika familia. Kuna wanaume wengi siku hizi ni tegemezi kwa wake zao. Msinielewe vibaya, mimi nahubiri Injili. Halo? Ninahubiri Injili. Ni habari njema inayoleta wokovu. Na ule wokovu unapaswa kuanzia kwetu kwanza, alafu ndio uende kwa watu wengine. Unapoitwa baba katika nyumba, wewe ni provider. Unapaswa kuilisha familia yako. Unapaswa kuihudumia familia yako. Hivyo ndivyo viwango alivyokuwekea Mungu. Usipoishi katika viwango vile, utabaki siku hizi hakuna ajira. Kwa sababu umesomea, wengine hapa nimesikia mliosomea, unasubiri ukasomea hicho. Lakini pale kuna jengo linajengwa, hauna muda wa kwenda kubeba tofali ukarudi na kitu nyumbani. Sasa kanuni ya Mungu, habariki walio goigoi, anabariki kazi ya mikono yetu. Nikishafahamu hayo, mimi kama baba, mama ananizidi mshahara sio issue. Ataleta cha kwake na mimi nitatoka na nitamwambia Mungu, bariki kazi ya mikono yangu, kwa sababu hiki ndicho nilicho nacho. Nitamwambia Mungu, mimi ni baba, umenichagua kuwa baba katika familia hii, nina jukumu la kuilisha familia hii. Halafu kilibeba, utaona Mungu anaachilia viwango, anaachilia neema, anaachilia mafanikio, anaachilia kutoboza. Utafanya mambo makubwa. Tumeona watu ambao walikuwa hawana chochote, wamegeuka wakawa na kila kitu. Hata mimi niliwapa mfano wa maisha yao. Kinachotutoa katika nafasi tulionayo kwenda sehemu nyingine ni neno la Mungu. Ndilo linalotufunulia kujijua. Tusiwe na nini. Mume kwenye Waefeso 5:23 amepewa nafasi ya kichwa. Kichwa kinachoongoza kwa upendo na wala sio kwa mabavu. Viwango, haleluya. Katika familia viwango, haleluya.